Yaani kuna watu kila kitu alichonacho ni cha uwizi. Muulize jirani yako, hiyo simu linunua shilingi ngapi? Kama hujaiba ya watu. Wako watu ni vibaka, wametupa tabu. Tunakaa kwenye mitaa kwa shida. Wametuongezea gharama ya maisha. Hayo makufuri tunanunua kwa ajili yao. Hiyo milango na magrii na machuma, paka wengine wameweka na walinzi nje kwa ajili yako wewe. Hiyo dhambi siku moja itakutokea puani. Usipookoka na kuacha hiyo dhambi, maisha yako hatarini. Unatembea kwenye danger zone. Ipo siku utakamatwa. Petroli itakuhusu, virungu vitakuhusu. Kwa nini unatuweka roho juu? Roho juu kwenye dunia yetu. Tunashindwa kuenjoy kwenye dunia baba yetu Mungu wetu aliyetuweka, kwa sababu ya uizi wako wa kukaba watu usiku. Hutaki kufanya kazi, unataka shortcut, upate vitu kwa mkato. Ipo siku vitakutokea puani. Ipo siku vitakuishia wewe. Umefirisi mali za watu, na ni kijana mdogo ambaye ungefanya kazi ule kwa jasho lako, lakini unakatisha kwa kutaka vitu vya watu vya haraka. Dhambi ni mbaya. Ndio maana tukihubiri utuelewi, kwa sababu unajua kwamba kupitia hiyo dhambi ya uwizi, hiyo dhambi ya umalaya, ndio una survive hapa Mombasa. Wewe unakueje mtu aina gani unaishi kwa dhambi? Kila unachokifanya unafanya vitu kwa kuharibu maisha ya watu. Biblia imesema tutakula kwa jasho. Kila mmoja afanye kazi. Hasa wewe huna kazi, unasubiri kuiba.